Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Ni mratibu wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deo Mwanyika. Leo tumekuwa na kikao bora sana, kikao kizuri mno kiasi kwamba tumefarijika kama ofisi ya mbunge kuona kwamba maandalizi kuelekea Deo Mwanyika Cup 2026 yamefikia 80% mpaka leo tunafanikisha kikao chetu cha kwanza na wadau wenyewe moja kwa moja washiriki. Sisi kama ofisi tumekuwa na vikao vingi na mheshimiwa mbunge na hatimaye leo ilikuwa ni siku ya kukutana na makapteni wote 44 kutoka vijiji vyote 44 vya jimbo la Njombe mjini, hasa tarafa ya Igominyi, lakini pia tumekuwa na makapteni 28 kutoka tarafa ya Njombe mjini sambamba na watendaji wa vijiji 44 wote wamehudhuria kwenye mkutano huu au kikao hiki cha leo, lakini pia pamoja na maafisa tarafa Igominyi, lakini pia tarafa ya Njombe mjini. Hatukuacha mbali wadau wakubwa wa michezo ikiwa na Njodefa, mwenyekiti wao wa Njodefa amefika hapa kushiriki kikao, lakini pia marefalis ambao nao tumewarika waje washiriki kwa kuwa wao ndio watakwenda kuwa wasimamizi wa michezo ndani ya uwanja, kwa maana ya marefalis 10 wote tumeshiriki nao kikao. Lakini pia ofisi ya mbunge yenyewe na watumishi wasiopungua 6, sisi sote tumeshiriki kikao hiki cha kwanza na wadau hawa mchezo. Kimsingi kimekuwa kikao kizuri cha kwanza, kikao cha kupitisha kanuni za ligi ya Deo Mwanyika Cup ambapo kimsingi kwa miaka mingine zilikuwepo na kwa mwaka huu basi zimeboreshwa zaidi. Kwa hiyo tukaona ni vyema kanuni hizi zikawa kanuni shirikishi. Kwa kipindi cha nyuma maafisa watendaji wa vijiji walikuwa hawashirikishwi, kimsingi hawakuwa na kikao cha pamoja kama hiki cha leo, lakini leo hii imempendeza mheshimiwa mbunge kuona ni kwa namna gani maafisa watendaji nao pia wajue kanuni ambazo zinakwenda kutumika kwenye michezo ambayo inakwenda kuchezwa kwenye vijiji vyao. Kimsingi maafisa watendaji wao ndio walezi, wao ndio wenye viwanja, wao ndio wasimamizi wa amani na usalama kwenye maeneo yao, na ndio maana wamealikwa kuja kushiriki kikao hiki. Ligi ya mwaka huu itakuwa ligi nzuri sana. Kimsingi kwanza budget imeongezeka. Kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia budget ya chini ya milioni 25. Lakini kwa mwaka 2026 kuanzia stage ya kwanza ya leo mpaka ligi inakamilika, si chini ya milioni 120 zitatumika kwenye ligi hii ya Deo Mwanyika Cup kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kimsingi zawadi zenyewe zimeongezeka. Kwa miaka mingine mheshimiwa mbunge alikuwa anatoa ng'ombe, lakini kwa mwaka huu zawadi zimebadilika. Tumeenda mpaka mshindi wa pili, mshindi wa tatu mpaka mshindi wa 4 anapokea kitita cha shilingi 500,000, kitita cha shilingi milioni 1, kitita cha shilingi milioni 2. Kwa hiyo kimsingi zawadi zimeongezeka, ligi itakuwa nzuri na kubwa zaidi. Kumekuwa na wadau ambao wanatamani kuja kuunga mkono ligi ya Mheshimiwa Deo Mwanyika, yakiwepo mabenki yetu, wakiwepo taasisi kwa maana ya sekta binafsi. Zitakuja na sisi kama ofisi ya mbunge tumezikaribisha zije zijumuike kwenye hii ligi ya Mheshimiwa mbunge, na hata hivi kesho tutakuwa na kikao na wadau wengine kutoka Dar es Salaam ambao nao wamekuja, wameona ni kwa namna gani wanaweza kaongeza nguvu wakamunga Mheshimiwa mbunge mkono. Itakuwa ni ligi bora, itakuwa ligi yetu nzuri, itakuwa ni ligi yenye mvuto, lakini pia hata kwa wawekezaji, wafanya biashara wa ndani ya jimbo la Njombe mjini, lakini pia na wa nje ya jimbo la Njombe mjini watavutiwa na ligi hii kwa sababu itakuwa ligi bora, itakuwa ligi ambayo ina matangazo, itakuwa ni ligi yenye wadau wengi. Structure ya mchezo wenyewe unaanzia wapi?
Mwaka huu Mheshimiwa mbunge amepanua wigo kama nilivyozungumza. Ameona ni vyema ligi ya Deo Mwanyika Cup ianzie kwenye level ya vijiji. Level ya vijiji kule chini kabisa. Kwa hiyo wataanza kushindana wao kwa wao wana vijiji, kwa maana kijiji kwa kijiji, kisha watakuja level ya kata. Sasa mara baada ya bingwa wa vijiji kupatikana, atakuja kwenye level ya kata. Hizi kata zote zitashindana ili wapate bingwa wa tarafa, na mara baada ya kupata bingwa wa tarafa atakuja kumtafuta bingwa wa jimbo, ambapo atatoka tarafa ya Igomini lakini pia tarafa ya Njombe mjini. Wananchi wa jimbo la Njombe mjini wakae mkao wa kula. Tunasema Deo Mwanyika si mbunge wa maneno. Deo Mwanyika ni mbunge mwenye vitendo. Maneno kidogo, vitendo zaidi. Lakini Deo Mwanyika sio mbunge wa kukurupuka na jambo. Mara zote nilikuwa nasema Deo Mwanyika si mbunge wa kurupuka na mambo. Yeye ni mbunge ambaye anatulia kwenye mipango yake, anatulia kwenye maandishi yake, kisha anatoka kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi wategemee mengi mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Deo Mwanyika. Lakini kubwa zaidi yote yanayofanyika haya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Yote hii ni utekelezaji wa ilani. Kwenye kipengele kule kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, nimesahau kidogo ni ukurasa namba ngapi, kuna eneo ambalo linasema linaibua vipaji, linakuza vipaji, lakini pia vinaendeleza hata viwanja vya michezo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwanyika kwenye eneo la michezo, kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 ameshaanza kutekeleza. Leo hii tupo kwenye ligi ya mchezo wa mpira wa miguu, lakini tulishaanza huko nyuma kwenye ligi ya drafti, tulishaanza huko nyuma kwenye uibwaji wa vipaji, tulishaanza huko nyuma kwenye mchezo wa pool table, na leo tupo kwenye mchezo wa football, na tunafikiria zaidi kuboresha kwenye eneo la netball, kuna ile tennis na michezo mingine. Kwa hiyo tuko vizuri kwenye uchezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwenye eneo la michezo, tumetekeleza kwa 100%. Asante. Kwa jina naitwa Mashaka Ibrahim Lulambo, ni afisa mtendaji. Kwanza kabisa katika kipengele hiki nimefurahishwa sana na kikao hiki cha leo, kwa sababu sisi watendaji siku za nyuma katika mashindano haya tulikuwa hatushirikishwi, pamoja na kwamba yalikuwepo, na tunamshukuru mbunge kwamba yalikuwepo na yameendelea kuwepo, lakini safari ameboresha zaidi, yani kwa maana kutuhitaji sisi kama watendaji, lakini ndio walinzi wa amani katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunaamini kabisa mashindano yetu yatakuwa mazuri sana, kwa sababu kwanza virabu vinatoka kwenye maeneo yetu, na pili zawadi tulizosikia sasa hivi ameziboresha sana, zimekuwa mara 2 ya zile zilizokuwepo siku za nyuma. Kwa hiyo tunaamini mashindano haya safari yanakwenda kuwa mashindano bora na ya mfano katika mji wetu wa Njombe. Sasa nini wafanye ili waweze kufanikiwa zile target? Nini kifanyike? Mimi naamini kanuni zimeundwa. Tuwaombe tu kamati ya mashindano isimamie kanuni, lakini waamuzi wetu vile vile na wenyewe wasimamie kanuni, na sisi tutekeleze wajibu wake. Kila mmoja akitekeleza wajibu wake, mimi naamini mashindano yatakuwa bora zaidi. Steven Chilatu. Asante. Kwa majina naitwa Elia Steven Chilatu. Mimi ni mtendaji wa kijiji cha Utalingolo, kata ya Utalingolo, halmashauri ya mji wa Njombe. Ndugu mwandishi wa habari, kwa swali lako zuri kwamba ndio kikao cha kwanza kushirikishwa kama si viongozi kwenye ligi ya Mwanyika Cup. Ni sahihi. Hii naona ni muhimu zaidi kwa sababu italeta chachu ya ligi hii, kwa sababu sisi kama viongozi tuna sehemu kubwa ya kuweza kuleta chachu na ya kusaidia namna ya uendeshaji, lakini namna ya usimamizi wa ligi hii. Na ukizingatia mfumo walioleta sasa hivi kuanzia ligi za kata, yani yule bingwa wa kata ndo ataenda kuanzisha ligi ya nini? Ligi ya Mwanyika Cup. Kwa hiyo na sisi ndio sehemu kubwa ya kusimamia masuala ya ulinzi na usalama, lakini pia usimamizi kwa ujumla. Kwa hiyo nadhani itasaidia kuleta ushirikiano wa sisi kwanza kwenye haya mashindano kuanzia ligi ya kata mpaka ligi ya mheshimiwa ya Mwanyika Cup. Kwa hiyo nadhani ni jambo jema ambalo limefikiriwa sisi kama viongozi wa vijiji kuweza kushirikishwa hili jambo. Lakini pia sio tu kuleta tija katika hili, lakini itakuwa pia ni sehemu ya kuweza kutoa taarifa kwa wananchi namna mheshimiwa mbunge anavyoweza kushirikisha jambo la michezo katika swala zima hili la michezo. Jambo kubwa ni kamati ya mashindano kuweza kutenda haki tuseme ya mashindano, kusimamia sheria ya michezo, kutoleta ubaguzi. Nadhani hili litaweza kusaidia mashindano yatakuwa mazuri zaidi. Ndio.
Karibu CS Luxury Villa, sehemu ya kisasa yenye huduma bora za malazi, mapumziko, chakula na vinywaji katika mazingira tulivu na yenye kuvutia yenye kuzingatia faragha yako. Tunapatikana Njombe Mji Mwema, jirani na kituo cha afya. Unaingilia tenki la maji. Hii ni hoteli ya kisasa yenye hadhi ya Airbnb. Ina honeymoon room, family room pamoja na single room. Ukiwa CS Luxury Villa Hotel, utafurahia maisha kwa sababu mfumo wa vyumba vyetu ni wa Airbnb wenye faragha na utulivu wa kipekee. CS Luxury Villa tunakupa thamani ya kuperuzi kwa internet yetu ndani na nje ya viwanja vyetu. Karibu Njombe, karibu CS Luxury Villa. Weka booking mapema kupitia simu namba 0769325947. Karibu ufurahie wewe na familia yako, wewe na mwenza wako, wewe na ndugu zako au mwenyewe. CS Luxury Villa, tunajali furaha yako. Kwa majina naitwa Victor Mligo toka kijiji cha Igoma, kata ya Iungilo. Kwa kikao hiki nimekielewa tofauti na miaka mingine kidogo. Kwa mwaka huu wameboresha. Kwa nafikiri na mashindano yatakuwa bora zaidi kupita miaka mingine. Kila kitu wamekiweka wazi na wameshauri kuwa ikiwezekana tukaanzie mashindano kwenye ngazi ya vijiji, halafu bingwa wa vijiji ndo aende akawakilishe, pia asajili kwenye vile vijiji ambavyo vipo chini yake baadhi ya wachezaji wakasupport. Changamoto ambazo namba moja iliyotatuliwa, changamoto kubwa ni waamuzi, kuwa kuanzia hatua ya awali kuwe kuna waamuzi takribani 4. Kwa hiyo ni changamoto pia iliyokuwa inatukabili. Ushauri wangu vijana tujitokeze kuonyesha vipaji vyetu, tutafika mbali.